Ukitaka kufaulu, tia bidii. Basi siri moja ya mafanikio ni kufanya jambo ulipendalo kwa moyo wa dhati. Hii ni idhaa ya MBBC. Tunakuletea makala ya Kiswahili leo hii tarehe 15. Jina langu ni Mwema Kelvis. Mimi hapa John Harrison Mudomi. Hamjambo. Leo tumekuandalia taarifa kemkemu, lakini mwanzo ni vidokezo. Usiku wa Yatta waibua hisia mbalimbali. Muungano wa dini ya Kikristo wa chuo kikuu cha Murang'a wa wanafasheni wapya. Tume ya uchaguzi kutangaza viongozi wapya hii leo. Hatimaye usajili wa mkutano wa Ezra utakaofanyika Kabarak kukaribia kufika kikomo. Habari kamili. Ulikuwa usiku wenye furaha na mishemishe, huku warembo na watanashati wakikusanyika kushuhudia kuvikwa taji kwa Bi na bwana fasheni wapya wa muungano wa Kikristo. Mazungumzo yetu na aliyekuwa Bi fasheni wa mwaka 2022-2023 Bi Sophie Ng'ang'a yaliibua taswira kamili kuwa mwaka huu kinyang'anyiro kilikuwa kikali, kwani wanafasheni walikuwa wamejiandaa na kujipamba vilivyo. Waliohudhuria walieleza maoni yao kwa mwanahabari wetu wa ubunifu Anita Naitore, huku wengi wakipongeza muungano wa Kikristo kwa matayarisho kama hayo. Kaka Harrison, usiku wa Yatta ulikuwa haje? Usiku wa Yatta hatimaye ulikuwa ni usiku wa kufana zaidi. Naam. Yeah. Uliona mambo yalikuwa vipi? Mambo yalikuwa sawa maridadi kabisa. Naam. Nasikia kuna mtu alishinda na ni wewe. Ulikuwa wale tunaita kwa kimombo dresser. Siri ni gani? Ni kweli kabisa, mimi nimeambia watu kwamba nilikuwa dresser. Kwa kimombo ni ile wanasema like wanasema that ni discernment, wakajua tu ni mimi. Sawa. Naam, tukiyafutilia hayo mbali, basi msikilizaji wangu ni kwamba upande mwingine ni kwamba muungano umepata sura mpya ya Bi na bwana fasheni wa mwaka 2023-2024. Ilikuwa ni ahadi kutoka kwa viongozi wa doketi ya ubunifu Bi Grace na bwana Brian katika mahojiano yao na MBBC Jumapili iliyopita kuwa usiku wa Yatta ungekuwa kupigiwa mfano. Martin Gitau na Grace Kanyele waliibuka washindi, ustadi, umaarufu na ubunifu wa juu ukivutia hadhira na waamuzi. Wawili hawa watatwikwa jukumu la kuwa mabalozi wa muungano wa Kikristo. Hongera sana kwa Bi na bwana fasheni wapya wa Murang'a, bwana Martin Gitau na Grace Kanyere. Lakini Harrison, naam, mimi nashangaa utanashati huu wote, mbona uko kwenye kinyang'anyiro? Naam, msikilizaji wangu, kama jinsi ambavyo uliweza kusikia kwa wenzako, nilikuwa dresser. Tukiwa na bwana Zack tulikuwa tuna dress huyo bwana fasheni mpya, na basi uwezi ukashindana na mtu ambaye unasaidia kwa jambo hili, ama namna gani? Tuache, ni ndevu zinamsumbua tu. Naam, tukisonga mbele, tume ya uchaguzi inatarajiwa kutangaza viongozi wapya wa kanisa hii leo. Mazungumzo yetu na katibu wa tume hiyo Bi Edith Ntaragwi alitueleza kuwa wapo tayari kutangaza viongozi hii leo, na kisha mkondo wa katiba unaoelekeza dini kuhusu uchaguzi utazingatiwa kabla ya kutawazwa rasmi kwa viongozi hawa. Na sisi kama runinga ya MBBC tunawatakia kila laheri viongozi wapya watakaochaguliwa. Hatimaye usajili wa mkutano wa Ezra watarajiwa kufika kikomo tarehe 31 Oktoba mwaka huu. Kila mmoja aliyejisajilisha ili kuhudhuria kongamano hilo litakalokuwa likifanyika katika chuo kikuu cha Kabarak mjini Nakuru anatakiwa kulipa 1,000 kabla ya mwisho wa mwezi huu, kisha kujaza kiwango polepole mpaka shilingi 3,950. Na pia wote waliojisajilisha watakuwa na mkutano wao wa pili wa mazungumzo hii leo katika chumba cha 4 chini ya jengo hili, yani GF4. Naam, ni vizuri uelezee watu chumba cha 4 chini ya jengo hili ni gani? Labda kuna mtu ajui hiyo ni wapi. Okay, chumba tunachokisemea ni hiki na ni GF4 pale chini. Naam, kaka Kelvis, ningependa nikuulize. Uliza. Basi matarajio yako ni yepi wakati ambapo unajiandaa kwenda Ezra? Kwanza wewe umejiandikisha? Masuala ya kujiandikisha alisha, tunasema mimi ni VIP yani. Umewekewa kiti cha VIP pale mbele. Umewekewa kiti. Unaona poster? Mimi ni kati ya watakao kuwa wanazungumza mle. Naam. Naam. Msidanganyike watazamaji wetu, kama mnavyoweza kuona ni hadhari za kukosa kindevu kijana yetu. Ni sawa. Lakini mtazamaji wangu nikukumbushe, hii leo ni siku Jumapili ya wanaume.
Na mnavyoona wanaume wanapendeza, au sio? Au sio? Mwanaume aliyekaa karibu naye hakikisha umechukua namba yake, si ndio? Hatutaki mambo mengi, mtumie tu kakitu pale kwa M-Pesa ndiposa tuweze kuendelea, si ndio? Na tunataka kumshukuru kiongozi wetu. Naam. Ni Bwana Samson kwa yale yote ambayo amefanya kuhakikisha kuwa tunaita men's conference na tunasema when men meet great things happen. Ni kweli kabisa. Tungeomba sasa kamera zetu ziweze kumulikwa pale kwa Samson huku akisimama na kufanyia kanisa hivi. Ni kiongozi wa men's conference ama vile unavyoweza kusikia kwa lugha ya Kimombo. Naam, makofi kwake kiongozi wa men's conference. Naam, ukipita huku utasikia wakisema men are who. Naam. Kelvis, wafahamu ili jina men are who inamaanisha je kwa lugha ya Kiswahili? Naam. Kuna shida kimitambo kidogo. Wacha tutashughulikia. Lakini kwa lugha ya Kimombo kwa wale ambao wajui najua wanacheka. Hata tukiwacha niulize mtu. Niulize. Men are who inamaanisha holistic union. Sawa sawa. Kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha holistic union basi. Ewe msikilizaji wangu na kusihi kila siku utufuate katika mitandao yetu ya kijamii na sisi tunakushukuru kwa kuungana nasi. Jina langu ni Mwema Kelvis. Mimi hapa ni John Harrison Mudhomi. Basi tuna hili la kukuhaga. Hakuna atakayekuamini kwa kile unachokifanya hadi utakapofaulu. Ukitaka watu wakuunge mkono, kuwa mfano. Ukitaka watu wakuamini, jiamini kwanza. Tutatimiza ndoto zetu, tutafaulu sana. Inshallah.